tuangalie neno katika kitabu cha Waefeso 6. Ephesians chapter 6 verses 10 to 13. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka 13. Na inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Kwa sababu hiyo, toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Hili ni neno la Bwana, na kama vile tunajua ni kwamba neno la Bwana lina pumzi ya Bwana. Na linafaa kwa kutufundisha, kutuonya, kuturekebisha na mambo kama yale. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nalo hili neno limeandikwa kwa ajili yetu siku ya leo, ili kwalo tukaweza kujifundisha jinsi ambavyo Mungu angetaka tujue. Haleluya. Kumaanisha hili neno linanena nasi siku ya leo. Kwa hivyo huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo, alitumiwa na Mungu, na akiandika akamalizia akasema hivi, akasema hatimaye ndugu zangu, maana nimeongea mambo mingi, nimewaambia mambo mengi, lakini hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Haleluya. Last time nakumbuka tukiongea vile Yoshua naye aliambiwa na Mungu awe hodari na moyo wa ushujaa. Bwana asifiwe. Na ni kama tu hilo neno nasi tunaongeleshwa siku ya leo, tuwe hodari katika Bwana. Alafu anasema na pia tuzichukue silaha zote za Mungu za vita. Haleluya. Ni kwa sababu gani Paulo anaongea mambo ya kuchukua silaha zote za Mungu za vita? Haleluya. Anajaribu kutueleza ya kwamba tuko ndani ya vita. Haleluya. Unajua katika maisha, sijui kama ushaitafakari na kuelewa ya kwamba the life that we are living in, tunaishi katika vita. Haleluya. Maisha ambayo unaishi, hata vile unavyojiangalia, sijui kama unajua ya kwamba kila siku kunayo vita unaopigana. Haleluya. Maisha ambayo tunayaishi ni vita tu. Paulo ukiangalia pale hakujaribu kutueleza kwamba kuna vita ama mjue kwamba tuko ndani ya vita. Aliongea kama ni kitu ambacho ni very obvious kwako, unastahili kwa unajua, maana alisema kwamba maana kushindana kwetu. Bwana asifiwe. Maana kushindana, so hakuambia kwamba ati mvae hizi silaha kwa maana tunashindana, mvae hizi silaha maana tuko ndani ya vita. Alikuwa naona ni kana kwamba kila mmoja anastahili kuwa anajua ya kwamba tuko ndani ya vita. So labda nikwambie ni vita za aina gani tunapigana, but it's obvious unastahili kuwa unajua ya kwamba the life that we are living in, we are in a battlefield. Bwana asifiwe. Tuko ndani ya vita, tunapigana. So Paulo hapa tu ni kukutadharisha na anakuambia basi vaa silaha zote za Mungu za vita. Alafu sasa anakuambia ni aina gani wa adui tunayeshindana naye. Anasema maana kushindana kwetu sio kwa mwili na nyama. Haleluya. Bali tunashindana na wafalme, tunashindana na wakuu wa giza hili. Haleluya. Amen. Unajua mara nyingi tunapoangalia maisha tunawaona maadui katika watu. Bwana asifiwe. Tunaona maadui labda katika hali kama saa hii tunaongea ni mambo ya virus. Virus ndiye adui wa watu, anaitwa corona. Bwana asifiwe. Lakini Paulo akasema kwamba sisi kushindana kwetu, hatushindani na hayo mambo ambayo yanaonekana, sio mwili na nyama, bali tunashindana na wafalme, tunashindana na wakuu wa giza, tunashindana na mapepo wa agani. Haleluya. Unajua mtu akisikia mambo kama anaanza kutetemeka, anasema na kama mwanadamu peke yake ananishinda, na je wakati naambia kwamba ninashindana na nini? Na falme. Bwana asifiwe. Haleluya. Mpendwa, siku ya leo nataka nikuambie jambo la kwanza, haya maisha tunayoyaishi tuko ndani ya vita. Haleluya. Na kama tuko ndani ya vita, you have to prepare yourself well for the war.
Hallelujah. Because it is either you give up or you give in. Bwana asifiwe. So maana kama if you're not going to prepare yourself, kama hautajiandaa kwa ajili ya ile vita, wakati sasa adui anapokushambulia, si atakushinda, si atakulemea. Bwana asifiwe. Amen. Last time nakumbuka tukiongea mambo ya Yoshua, na hata leo tumetajia mambo ya Yoshua mahali hapa. Bwana asifiwe. Wakati Yoshua alikuwa anaambiwa na Mungu kuwa hodari na uwe na moyo wa ushujaa, maana wewe ndio utakayewaongoza hawa wana wa Israeli ili waenende wakarithi ile nchi ambayo niliwaapia ama niliwaahidia baba zao. Bwana asifiwe. So imagine Mungu alikuwa tayari amepanga kwamba hawa wana wa Israeli naenda kuwapa hii nchi ya Kanani, nchi ya Waamori, ya Wahiti, ya Wahivi, wa Perizi, naenda kuwapatia. Bwana asifiwe. Maana niliahidia baba zao. Na hata alipokuwa anamtokea Musa, alimwambia nimesikia kilio cha watu wangu, na sasa nataka nikutume uwatoe katika nchi ya utumwa ili waongoze wapeleke nchi ile ambayo niliwaapia baba zao. Haleluya. Lakini ijapokuwa Mungu anawaambia kwamba hiyo nchi nimewaapia nitawapatia, hiyo nchi niliahidia baba zao nitawapatia, na wakati umefika mwenende mkaingie. Haleluya. Lakini bado anaambia Yoshua uwe na moyo wa ushujaa na uwe na nguvu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni vita. Haleluya. Yaani inamaanisha ndio Mungu amekuahidia. Unajua mara nyingi na tumeambiwa vile Mungu ako na mpango mizuri na maisha yetu mahali hapa, si ndio? Vile Mungu anatuwazia mema. Haleluya. Lakini ukweli ni kwamba Mungu atasikia kilio chako. Mungu atasikia maombi yako. Mungu amekuahidia mambo makubwa. Mungu amekupangia mambo mazuri. Haleluya. Tumeambiwa mambo ya Gideoni mahali hapa. Wakati wana wa Israeli walipoteleza, wanaingia katika utumwa, hatimaye wanamkumbuka Bwana, wanamulilia, Mungu anaingilia. Haleluya. Lakini akiingilia kati ili wakomboe, bado wewe lazima uingie kwa Sio Mungu ataenda peke yako apigane. Haleluya. Lazima wewe utahusika kwa ile vita. Haleluya. Wana wa Israeli wameahidiwa nchi hii yote ninawapa, lakini wanaambiwa iwe na moyo wa ushujaa ili muingie mukapigane, muweze kupokea urithi wenu. Haleluya. Ama muweze kupokea hicho ambacho nimewawekea. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo maisha yalivyo. Ndio kuna ahadi nyingi Mungu ameahidi juu yako. Kuna mambo makubwa Mungu amekuwekea katika haya maisha. Ana mpango mzuri nawe. Hallelujah. But you have to prepare yourself for war. Lazima ujiandae kupigania hicho ambacho ni chako. Hallelujah. Amen. Yesu akasema in the book of Matthew 11. Akasema ya kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu umetekwa kwa nguvu, na ni wenye nguvu watafanya nini? Wataunyakua. Bwana asifiwe. Tangu siku za Yohana Mbatizaji, the kingdom of God suffered the violence, and the violence shall take it by force. Hallelujah. Amen. So Yesu akasema in the book of John 10:10, akasema ya kwamba for the thief, ama mwizi huja ili aibe, auwe na angamize, bali mimi nimekuja ili mpate uzima na muwe nao tele. Hizo ni ahadi za Mungu. Anatuambia ndio, ninajua shetani alikuja akaja akaiba furaha yako, akaja akaiba mali yako, akaja akaiba yani uhusiano wako mzuri na Mungu, lakini mimi nimekuja ili upate uzima na uwe nao tele. So Mungu Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao in abundance. Yani ni maisha ambayo yanafurika. Bwana asifiwe. Ni maisha mazuri yametupangia. Ni mambo mazuri yamepanga juu yako. Na alipokuwa pale msalabani akasema yote yamekwisha. Yani ile kazi ambayo nilikuja kuitekeleza nimeikamilisha. Now you can enjoy your life. Bwana asifiwe. Now you can enjoy your health. You can enjoy your peace. You can enjoy the abundance of this life. Bwana asifiwe. Amen. Lakini anarudi anasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu ni wa watu ambao watafanya nini? Wataupigania.
ni wale ambao watakuwa why? Maana ijapokuwa yote umepatiwa ndani yako, lakini shetani hata kukubalia ukae chini uyafurahie kwa amani. Bwana asifiwe. Shetani kila siku anakupangia, ndipo unaambia haupigani na watu. Hatushindani na watu, ijapokuwa saa zingine tunaona watu kama ni maadui. Haleluya. Maana kuna ndugu pale amekuinukia, kuna mama pale unaona kama ni adui yako. Lakini Paulo anasema kushindana kwetu ama vita yetu sio na wanadamu walio na mwili na nyama, bali tunashindana na mafalme. So kuna falme za giza, kuna ulimwengu wa giza, kuna mapepo wa anga wabaya ambao hawataki ukiendelea, hawataki kuona ukifanikiwa, hawataki kuona ukikaa vizuri, na hao ndio maadui wako. Haleluya. Amen. Na kama hautatambua vile, utakaa maisha ya ukawaida, na ninakwambia you will not progress in life. You will not enjoy this life. Bwana asifiwe. Utakuwa tu daima unaona mabaya. Kwa sababu gani? Maana kuna maadui ambao umeshindwa kuwatambua, ambao hawatakukubalia uprogress in this life. Bwana asifiwe. So ndipo Paulo akasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, mvae silaha zote za Mungu za vita, ili muweze kushindana. Maana tunashindana na wafalme wa giza. Bwana asifiwe. Mungu anawaahidi Waisraeli mambo makubwa, lakini hawatayapokea tu vile pasipo kupigana. Haleluya. Amen. Na kuna neno pale alisema hivi, kuna mstari nataka uangalie pale. Mstari wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Haleluya. Kuna kitu inaitwa hila za shetani. Hila ni kama jama. Bwana asifiwe. Kwa Kiingereza inasema the schemes ama the works of the devil. Bwana asifiwe. Ni jama, yani ni ile hali kutumia ujanja. Maana shetani mara nyingi hatatumia nguvu kama vile labda mtu ambaye ako na nguvu anaweza kuja akushambulie. Haleluya. Lakini yeye hutumia ujanja fulani, hutumia hila ili akuangamize, ili usiendelee. Bwana asifiwe. Shetani hukupangia kukuwekea mtego. Anajua kwamba huyu tena ndio anaona kama anaenda vizuri, lakini nimemwekea mtego, baada ya miaka 2 huyu ninamwangusha. Bwana asifiwe. Na sasa hapa ndipo zile silaha tunazotakikana kuwa nazo, sio tu yani kuwa na six pack pale. Bwana asifiwe. Ati sasa nimejenga nitaweza kufanya nini? Maana hatushindani na mwili na nyama. Tunashindana na ufalme ambao unatumia hila na jama, unatumia ujanja kukuangusha. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndiposa nawe lazima uwe makini sana katika maisha yako. Jambo la kwanza ni ujue kwamba daima niko vitani na adui ambaye ninayepigana naye. Wakati mwingine sitamtambua kama adui. Haleluya. Maana maandiko yanasema kwamba shetani ana uwezo hata kujifananisha na malaika wa nuru. Haleluya. Unajua hiyo ni jama, ni ujaji anatumia ili usiweze kumtambua. Anajifananisha na malaika wa nuru. Na kwa sababu ni jama, wakati mwingine atatumia mtu ambao unaona ni rafiki yako. Haleluya. Maana unajua Adamu aliangushwa na nani? Unajua Adamu hakuangushwa na nyoka, si ndio? Adamu hakuangushwa na shetani. Yule mtu ambaye alitumika, hata kama ni shetani, lakini aliyetumika ni bibia. Bwana asifiwe. Unajua Adamu hakuwa na shida sana na bibi yake. Kama akiona shetani amekuja na pembe 7, maana nasikia wao wengine wakisema ako na pembe 7. Wakiona shetani na pembe 7, hangekubali kudanganyika. Lakini sasa wakati bibi yake anamwambia, tafadhali mpenzi wangu, tafadhali my habi, kura. Bwana asifiwe. Hangeweza kuhepa pale. Haleluya. Kwa sababu shetani hutumia ujanja, and he knows your weakness. Atatumia jamoso, wakati mwingine atatumia hata yule ambaye yako karibu nawe, yule mtu ambaye labda unamwamini zaidi, yule mtu ambaye labda unasema ni rafiki yangu. Huyo ndiye atakayemtumia wakati mwingine kukuangusha. Maana anatumia nini? Jama. Haleluya. Anatumia ujanja. So la kwanza ni ujue ya kwamba haya maisha tunayoyaishi
tuko ndani ya vita. Haleluya. Ndio, kuna mambo mengi Mungu amekuahidia, lakini tuko ndani ya vita na maadui hawatakubali, hawatafurahia wakati unapofurahia hayo mambo Mungu ameweka mbele juu yako. Hayo mambo Mungu amekuahidia. Maadui zako hawatafurahi unapoyapokea. Haleluya. So watajaribu kukuzuia. Unajua huwa wakati Adam alipofanya dhambi, kuna maneno Mungu alikuja aliongea. Na ya kwanza alikamwambia, sasa ardhi imelaaniwa kwa ajili ya jambo moja. Aliyomwambia ni kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Sasa miiba itakuwa inafanya nini? Itakuwa inamea mahali pale. Bwana asifiwe. Na utakula kwa jasho. Unajua sasa hiyo ndio kama ilikuwa saa biashara wakati ule sana ya ukulima. So wakati ardhi imelaaniwa, ni kumaanisha kutoka hapo ili wewe ukaweza kupata mavuno katika ile shamba ni vita. Maana kuna miiba huko, kuna magugu huko, utakula ya jasho. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio biashara wakati huo. Sasa hii kuna biashara za aina nyingi, lakini zote ziko chini ya ile laana ya kwanza. Kumaanisha bado miiba iko. Haleluya. Kabla ya ufanikiwe katika lolote lile unalolifanya, lazima upigane vita, maana kuna miiba. Haleluya. Inayokuzuia kupokea hicho ambacho unakitamani ama unakitarajia. So lazima ujihami kwa vita. Haleluya. Lazima ujihami. Hakuna vile ambavyo utakati maisha uyafurahie. Haleluya. You must prepare yourself for war. Haleluya. You must prepare your mind. Unajua, to be forward is to be forearmed. Si ni kweli? Unapotahadharishwa na unajiandaa. Bwana asifiwe. So ninakuambia hayo ili uweze kujielewa, ili popote pale utakapokuwa. Na unajua hii vita ambayo tunapigana, usitarajie tu uko nje. Hata ndani ya nyumba yako, hata mahali kama hapa unakuta vita iko. Na ndipo unakuta wakati mwingine watu ambao hawajielewi, unasikia hata ndani ya kanisa chuki imetoka huko. Haleluya. Unakuta ndani ya kanisa watu wanaiba vizuri pale, wangojea wakitoka waweza wakasalimiana. Haleluya. Maana hawakutambua wako ndani ya vita, wajiangalie vizuri. So unakuta chuki kaingia huko, na hata masengenyo ikatoka wapi? Iko tu huko. Lakini kama ningejua ya kwamba hata kanisani bado niko ndani ya vita, ningekaa macho. Haleluya. Ningekaa macho na kujisikia vizuri. Wakati mmoja Yesu akaongea na akapeana mfano. Akaongea kuhusu ufalme wa Mungu. Akasema ufalme wa Mungu nitamfananisha na mkulima mmoja aliyenenda akapanda mbegu yake ya ngano. Lakini usiku wakiwa wamelala, adui naye akaja akapanda mbegu ya magugu. So wakati wa kuota, wakati wa kumea ulipofika, ngano ikamea na magugu ikafanya nini? Ikamea. Bwana asifiwe. Amen. Mbegu ikamea na magugu pia ikamea. So unakuta adui alipanda mbegu yake ya magugu wakati wengine wamelala. Hiyo inamaanisha nini? Ni wakati haujisikii, ni wakati haujifahamu, ni wakati silaha zako zote ziko chini. Bwana asifiwe. Umelala. So unakuta ndani ya kanisa tumeingia, tumefurahi, wengine inafika kiwango wanaweka silaha chini. Maana hapa naona ni wadugu, ni wadada, ni watumishi wa Bwana. So hapa hakuna shetani anaweza kufanya nini? Akapatikana hapa. Lakini hapo wakati mumelala, naye adui anakuja na panda mbegu ya chuki. Bwana asifiwe. Amen. Unajua sasa wakati huo silaha zenu zote ziko chini. Haleluya. Adui anakuja anafanya nini? Ningetamani kama dada ukiendelea kutusomea mambo ya Gideoni. Wakati alipo sasa jiandaa kwa ile vita. Bwana asifiwe. Mlango wa 7, Judges 7. Bwana asifiwe. Unakuta wakati Gideoni alipokuwa anatumika kwenda kuwakomboa wana wa Israeli, aliambiwa sasa leta wanaume wote wa vita. Lakini walipojipanga kwa vita, Mungu akasema hawa watu ni wengi sana. Hawa watu ni wengi sana na siwezi nikakomboa wana wa Israeli kupitia nini? Maana hata mtasema ni nguvu zenu. So wengine watarudi.
So jambo la kwanza akasema waoga wote wafanye nini? Warudi. Ya kwanza ilikuwa ni waoga wote. Juu katika maisha wacha nikwambie, kama wewe ni muoga you've got no place in this life. Hallelujah. Ama wewe sasa utakuwa ukikula tu makopo. Ni mabaki tu, yani kile tu kitakuangukia. Why? Maana hii ni maisha ya kupigana, ni maisha ya kushindana. Na ndiposa Yesu akasema tangu siku za Yohana Mbatizaji, haleluya, ufalme wa Bwana umetekwa kwa nguvu, na ni wenye nguvu wanaushika ama wanaushika. Bwana asifiwe. So wenye nguvu ndio ambao wataweza hata kuzishika ahadi za Bwana katika maisha yao na kuzirithi. Na ndiposa unakutaka kuna wengi wetu ambao wameomba na Bwana akawajibu. Na mtu akaenda kwa maombi akasema Bwana amenisikia, amesema atanibariki, amesema atanifanyia haya. Lakini baada ya miaka 5 unagojea kile ambacho alisema amepati, bado hajakiona. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu gani? Maana wakati wana wa Israeli walipomlilia Mungu akiwa Misri, Mungu akawasikia na akasema nimekuja kuwafanya nini? Kuwakomboa. Lakini bado mwende mkajishikia hicho ambacho unajua walikuwa wanamkumbusha Mungu. Ati wewe kumbuka Mungu ahadi ile ambayo alimwambia baba yetu Ibrahimu ya kwamba utatukomboa katika nchi ya utumwa, utatupeleka katika nchi ya Kanaani, utatupatia huo ndio urithi wetu. Sasa Mungu tunaomba uingilie kati na utuingishe kwa nini? Na Mungu akasikia maombi yao. Lakini hatimaye anawaambia sasa jiandaeni kwa vita ili muenende mkauli. Maombi nimesikia ndio na nimewapatia ndio, lakini bado kuna vita. Hebu sasa niambie kama sasa wewe hautajiandaa kwa vita, maana Mungu amekujibu na amesema anatenda. Haleluya. Utangojea miaka 5, utangojea miaka 4 na utazeeka bado unangojea. Hatimaye unaanza kusema inaonekana hizi ahadi za Bwana ni za wakati mwingine. Labda Mungu aliniahidia hivyo, lakini ni watoto wangu watakuja kurithi. Haleluya. Lakini kumbe ni wewe ulishindwa kuudua siri ya kwamba hii ni mambo ya kung'ang'ana, hii ni mambo ya kupigana. Bwana asifiwe. Na unajua mtu ambaye anapigana lazima hata mtu akiongelea kwa uso aone huyu ni mtu ambaye amejipanga kwa vita. Na sio unanifurahisha wakati mwingine, maana kuna wakati akiongoza wana wa Israeli, maandiko yanasema wakati moja akaona mtu ametokea mbele zao na ako na upanga. Yoshua alimkaribia na akamuuliza, hebu niambie uko upande wetu ama uko upande wa maadui? Maana anajua hapa you are either with us or you are our enemy. Na if you are our enemy, hii ni vita. Kumaanisha kila dakika alikuwa amejiandaa kwa nini? Kwa vita. Bwana asifiwe. Nilikuwa naongea kuhusu Gideoni. So Gideoni akawaambia waoga wote wafanye nini? Warudi nyumbani. Waoga wote warudi. Maana muoga hana nafasi katika hii vita. Na muoga atabaki na ahadi. Muoga atabaki kusema Mungu umesema nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia, na utakufa ukisema nini? Sitakuwa kichwa, mkia nitakuwa kichwa. Lakini bado utakufa ukiwa mkia. Bwana asifiwe. Utadumu tu kusema Mungu ndio umeniambia kama umenipangia mambo mema, una mawazo mema juu yangu, lakini utabaki na hiyo tu ahadi. Hayo mema hautayaona. Bwana asifiwe. Maana ili uyaone hayo mema, you have to fight for it. Bwana asifiwe. So akawaambia waoga wote warudi. Mungu akamwambia bado ni wengi. Hata hawa sita na bado ni wengi. So nataka sasa wapeleke mtoni. Nami hapo nitakwambia ni wagani utaenda nao kwa vita na ni wagani wakarudi. So akaambia wapeleke mtoni. Sasa unajua ili wapeleke mtoni inaonekana walikuwa wamekaa mahali ambapo hakuna maji kwa muda, inaonekana vile. Maana wanaume wote walipopelekwa kwa maji walikuwa ni wengi. Walipoona maji wote walikimbia kuyanywa maji. Yoshua akaambia wewe simama waangalie hawa watu. Kila mtu ambaye atainama na magoti yake kukunywa kama amepiga magoti, huyo ni wa kurudi. Lakini yule atainama lakini akunywa maji kwa mkono, huyo ndio tena na Bwana asifiwe. Na watu 300 peke yao ndio walibaki kati ya watu 10,000. Watu 300 peke yao ndio walibaki wenye waliokunywa na mikono. Akaambia wao ndio utafanya nini? Wengine warudi nyumbani. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hebu imagine nyinyi ni jeshi na unajua nyinyi wanajeshi na mnajiandaa kwa vita, lakini wakati kiu inapokuja umeinama umepiga magoti unakunywa, kumaanisha silaha iko chini na macho iko na adui akija utakuwa wapi? Si umelala wakati huo, haujifahamu. Bwana asifiwe. So you are not ready for war wakati kama huo. Kwa sababu gani? Maana hata kama ni wakati wa karamu,
hata kama ni wakati unapokula, you are supposed to know that wewe bado uko ndani ya vita. Usikubali kukaa katika hali ambayo hauwezi ukaona adui yako. Bwana asifiwe. You must forever be prepared for war. Hallelujah. Maana shida kwa huwa inakuja ni wakati labda kama ule watu wanakunywa ama wanafurahi. Kuna wakati wakuwa na vitu kama birthday parties. Bwana asifiwe. Na wakati kama unakuta yani hata juu ya furaha na nini umesahau uko ndani ya vita. Na ndiposa kama sasa ukiangalia vijana hata hawa university, ukiuliza wengine wao wakati walipoanza kunywa pombe ilikuwa ni lini, atakwambia tulikuwa kwa sherehe fulani. Haleluya. Amen. Mabeshte wangu lakini wengine walikuwa na nini? Wengine wakawa na mvinyo, sisi tulikuwa tunakunywa soda pale, kustukia kidogo sherehe ikiendelea, nikakuta nimekota otibili 3 wapi? Na hatimaye nikakuta nikafanya nini? So kwa sababu silaha zako zilikuwa wapi? Zilikuwa chini. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yoshua akaamua watu kama hawa Bwana sawa ya kama bado wako ndani ya vita na wanainamishwa, wanapiga magoti. Yaani hawaambie waende nyumbani, wataenda kuniaibisha. Bwana asifiwe. So lazima katika maisha ambayo tunaishi, popote pale utakapokuwa, you must know, lazima uelewe ya kwamba tuko ndani ya vita. Haleluya. Jiandae. Hata uko katika ile laini tu ya kwenda kuchukua ID yako, ukiwa katika hiyo laini, kumbuka tuko ndani ya vita. Bwana asifiwe. Tumeambiwa hapa wengine tunaenda college, wengine wanaenda university. Si ni kweli? Ukifika pale, jua uko ndani ya vita. Bwana asifiwe. Maana wengine unajua kuna wazazi wengi wakati kama huwa wanafurahi. Wakati huo kijana wangu amefika college, anaenda university. Yaani unasikia wow. Mimi nimefika. Na msichana akifika pale amefika. Bwana asifiwe. Anasahau ya kwamba bado niko ndani ya vita. Na hii vita ni ya kuniangusha mimi. Hii vita ni ya kunizuia nisiyapate yale yaliyonileta hapa. Hii vita ni ya kunifanya nisipate mavuno yangu. Hii vita ni ya kunifanya nisipokee baraka za Bwana katika maisha yangu. Haleluya. Na ndiposa unakuta na wengine pale, Shetani kumbe naye alipanga jama. Akajua huyo ni kweli amepigana vita sekondari, amemaliza vizuri. Sasa ni mimi na yeye. Najua kadri silaha zako ziko chini, wacha nikwambie maana tunaenda pale. Bwana asifiwe. Maana silaha zako ziko chini. Ukifika pale kama ni msichana, unakuta labda vijana wa fulana wameanza kukunyemelea polepole. Na wewe maana labda umeokoka, unawaangalia na macho ya kuonyesha huna nafasi katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Lakini maana Shetani hutumia jama na hila. Bwana asifiwe. Kuna kijana mmoja tu atakuja, akwambie msichana, unajua wewe naona ni mgeni hapa. Sisi ndio mafetrani wapi? Sio mafetrani hapa. Unaona kwanza huyo ndugu huyo amepitia hapo, ukwambia huyo ni Shetani, wachana yeye. Huyu mwingine naye unamuona ushio negomeo, wachana naye. So unaanza kuona naye huyu sasa ni mzuri. Maana sasa nakutahadhari na amekwambia sisi lakini usijali, mimi nikiwa hapa hakuna yule atakuguza. Sasa hata anaanza kusema huyu ni dada yangu. Bwana asifiwe. Lakini kumbe naye pia ni visi watu. Bwana asifiwe. Kumbe lakini ni unajua visi kuna wengi. Kuna wale visi ambao unaona ni visi, lakini kuna wengine wamevaa ngozi ya kondoo, huwezi kumtambua. Haleluya. Na wacha nikupe siri moja ukitaka kumjua. Ukitaka kujua ni visi, angalia meno yake. Bwana asifiwe. Shida maana hata ni visi amevaa ngozi ya kondoo, haongei kwa sauti sio na unajua meno ya fisi inakuwa ni ile canine, si ndio? Ile ya kularu. So akifungua mdomo vizuri utaona hii meno sio ya mbuzi. Inaitwa canine, si ndio? Ya mbuzi ndio si incisors. Bwana asifiwe. So unakuwa ukiangalia meno utajua tofauti. Lakini maana hii ni fisi na inajua kwamba nikifungua mdomo vizuri, uniona utatambua mimi ni fisi. Anaongea kwa nini? Kwa sauti ya chini. Achana hii Shetani. Achana yeye. Hataki uone meno yake. Bwana asifiwe. So ukiona ameanza kukunong'onezea pale, anza jiulize ni kwa nini hataki uone meno? Ni kwa sababu hata hiyo ni fisi. Bwana asifiwe. So ukiwa mahali pale, jua niko ndani ya vita. Bwana asifiwe. Niko ndani ya vita. Na kama nitaweza kupata kile kilichonileta hapa, I
moja alikuwa wa university hapa. Bwana asifiwe. Huyo msichana aliuzwa na wasichana marafiki zake. Bwana asifiwe. Ni marafiki, mnaishi na wao nyumba moja. Lakini kumbe kuna vijana wamekuwa kinyemelea huyu, lakini msichana maana yani amejikausha kabisa, walitumia hawa marafiki zake. So siku moja wakaenda kwa party fulani, akaambia na wasichana wenzake, kuna party tumealikwa ya rafiki yetu, acha twende wapi? Twende pale. Wakaenda. Walipoenda kufika kitu saa 6 hivi, msichana alirudi kuudua ya kwamba wasichana wale waliokuja nao walienda kitabu. Bwana asifiwe. Unajua tunatoka ya kwamba anaenda kujisaidia, unasikia amen? Hatimaye msichana alikuta ako peke yake na vijana watatu ndani ya nyumba. Bwana asifiwe. Kukuta ni vijana watatu. Anajaribu kupiga wale mapeste zake, simu zote hakuna. Yesa mmoja akamwambia, sasa wewe usijali, wacha mimi nitakuzidiki. Si hata mimi naenda kwa hiyo, nitakuzidikisha. Msichana atafanya nini? Hatimaye anajaribu kupiga watu na hakuna mwenye anachukua simu. Si ile yakubali tu, na maana anasema na wale vijana wawili. Kungengana wale vijana wawili ndio aliwaweza. Lakini kuwaweza, kuangalia mbele akaona wengine wale nao wanawakujia. Kijana aliambia msichana aje hapa, lazima tujisaidie. Akashika msichana mkono, wakatoroka. Sasa kutoroka hawataenda mahali walikuwa wanaenda kuuza akizindikisha msichana. Sasa walitoroka wakielekea kwa kijana. Maana sasa hawa maadui wako barabarani yenye tunafanya nini? Na ni usiku saa 6. Sasa ni watorokea wapi kwa kijana? Msichana ilibidi alale wapi? Na aliolewa namna ile akiwa shule. Bwana asifiwe. So unakuta usipojua ya kwamba uko ndani ya vita, hautajua shetani akikupangia na hautajua shetani amekupangia jama. Bwana asifiwe. So ndipo hapa unajua askari daima macho yake akiamuka hivi ni kuangalia upande na upande. Akiona mtu jambo la kwanza ni kujua, je, huyu ni wa upande wetu ama ni adui? Na usikubali kuwa na meno useme ni rafiki. Haleluya. Anaweza kuwa ni adui lakini anajaribu kuonyesha meno wale kama ni rafiki. So lazima ujue niko ndani ya vita. Bwana asifiwe. Na katika haya maisha, chochote kile kizuri utakachokitamani, lazima ujiandae kukipigania. Bwana asifiwe. Lazima ujiandae kukipigania. Maana hii dunia haitakukubalia uchukue tu vile hivi. Bwana asifiwe. Kama tu vile mkulima ili apate mavuno yake, lazima apigane na magugu na kuwekwe na miiba shambani ili apate mavuno. Bwana asifiwe. So nawe katika maisha yako, chochote kizuri ambacho Mungu amekuahidia, chochote kizuri ambacho unakitamani, na chochote kizuri ambacho unajua, hiki najua ndicho Mungu ameniwekea, you must be ready to fight for it. Bwana asifiwe. Na usikubali kudanganyika. Na ndipo Paulo anasema tuchukue silaha zote za Mungu za vita, ili tuweze kuzishinda hila za shetani. Maana tunashindana na falme. So si ni watu walio na ujanja. Maana kama ni falme za giza, kuna ujanja wa hali ya juu sana. Kuna ujanja mwingine ambao hata wewe labda usipojisikia utakuwa ule ujanja uko juu yako. Bwana asifiwe. So kama utaweza kuishi maisha ambayo Mungu amepanga juu yako, prepare yourself well. Bwana asifiwe. Na kuna neno ambalo Yesu aliongea, na kwa sababu ya muda sitaliongea wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Lakini ningetaka tu wewe ukalitafakari, na Mungu akitueleza aliongea wakati mwingine. Lakini akawaambia alikuwa anatuma wanafunzi wake. Akawaambia wanafunzi wake, ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Bwana asifiwe. Ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. So imagine siku ya leo Yesu anatuambia ametutuma kama kondoo ndani ya mbwa mwitu. Kama ni pale shuleni wakati mzazi wako anaenda kukuacha pale, anakuambia nini? Nimekutuma kama mwana kondoo, lakini hapo umezingirwa na nini? Na mbwa mwitu. Bwana asifiwe. Kama ni university, kama ni college, vile vile. Hata kama ni katika ndoa, ni vile vile. Katika biashara, vile vile. Haleluya. Amen. So ni Mungu akujalie, na wewe ukubali kujihami na kutambua ya kwamba tuko ndani ya vita. Lolote chochote kizuri ninachokitamani, lazima nikipiganie. Lazima nijihadhari, na lazima niweze kutambua ya kwamba maadui ambao wamenizingira ndio ni wengi. Ijapokuwa nao maandiko yananiambia nikifunga macho yangu vizuri,
wale walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa maadui zetu. Kwa hivyo hii sio, hata ukisikia ni ufalme wa giza, sio vita ya kuogopa. Bwana asifiwe. Mungu ametupatia vyote tunavyovihitaji kwa ajili ya ushindi wetu. Kile ambacho tunatakikana kuwa nacho, kuwa na ushujaa, kuwa na nguvu, na uchukue zile silaha zote ambazo Mungu ametupatia za vita. Haleluya. Ukisoma pale chini ya mahali ambako tumesoma, utaona ni silaha za aina gani, na ninaamini Mungu akitujalia tutaweza